Tumwimbie mwana wa Mungu. 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 Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Na viwe rohoni mwako. Ndugu zangu wapendwa wa familia ya Mungu, tukae. Leo ni Jumanne ya juma la 5 la Pasaka. Na tunaambiwa katika juma hili la 5 la Pasaka tutafute amani. Amani ya ndani. Amani ambayo Mtakatifu Agustino aliwahi kusema kwamba Mungu tumeumba kwa ajili yako na kwa ajili yako tunaishi, lakini roho zetu hazitatulia mpaka zitakapotulia mikononi mwako. Ndio maana sisi Wakristo wa Katoliki kila mara tunapoaga mtu aliyeondoka duniani tunasema raha milele na mwanga milele apumzike kwa amani. Amina. Amani hiyo ni amani ambayo sio ya nje tu, bali ni amani ya ndani. Amani ambayo mtu anaweza kuipata hata sokoni, hata kwenye makelele, hata katika karakana yenye mashine zinazotoa kelele nyingi, lakini hiyo amani mtu ataipata. Ndugu zangu wapendwa, kuna watu wengi tunapata majeraha ya ndani, hatuna amani. Kila mara tunafadhaika kuhusu kesho na tunahuzunika kuhusu jana tuliposhindwa, lakini tunaambiwa kwamba muda wa Mungu ni muda sahihi. Tuitafute hiyo amani, hata kama tungekuwa katika changamoto gani, bado tuwe na hiyo amani. Ndio maana Yesu alipokuja wanafunzi wake baada ya ufufuko, akawakuta wamekaa kwenye chumba wamejifungia, akawaambia amani iwe. Amani iwe. Pache mbele. Kwa Kitaliano pache mbele maana amani iwe nani. Kumbe hata kwa sista mshikamano wanasalimiana pache mbele. Kwa Francisco wanasalimiana pache mbele. Kila Jumatano wanasalimiana pache mbele. Maana yakutakia uwe na hiyo amani ya ndani. Amani zingine ni za muda, kama unakula popcorn au shibi, upate shibe ya kugonga, bali inakuwa ya muda tu. Kwa kuna wasalamu wengi waliopewa wachore picha inayoashiria amani. Mmoja akachora picha ya ziwa ambalo lina maji yanayotembea taratibu, hakuna kelele, hakuna fujo. Na mwingine akachora ndege ambayo katikati ya soko watu wanapiga kelele. Lakini yule aliyechora ndege ambayo katikati ya watu wanapiga kelele mengi ndiye aliyeshinda ule mtihani. Kwa sababu gani? Hata katikati ya kelele na magumu, yule ndege alikuwa anasinzia, anapata amani. Kwa sababu amani aliyonayo ni amani ya ndani, sio amani inayoonekana. Hata Paulo anasema la kwanza, nasikia wapiga mawe wamelaumiwa kwa sababu ya Mungu, lakini Paulo na Barnaba na wenzake wanaendelea mbele. Kazi lazima iendelee. Vijana wanasema komaa hata kama kila kitu kinakuondoka, kwa sababu muda wao ndio muda sahihi. Ndugu zangu, tuunganishe pesa kwa kazi. Anaombea wazazi wake, Mungu awape pumziko la amani mbinguni. Imeombwa na Anastasia Faustino. Familia inamshukuru Mungu kwa baba wa familia kufikisha miaka 50. Tupige tena makofi miaka 50 sio kidogo. Mungu awabariki
kama alivyojalia Ibrahimu na Sara miaka ya heri nyingi na baraka. Pia kwa wao kumaliza salama form 6, tupige makofi kijana kumaliza form 6. Na baada ya kumaliza tukamsaisha mtihani yake tunamwombea apate form nzuri. Na pia binti yao kufikisha miaka 15 nayo pia ni ndani ya baraka. Mungu awape miaka mingi ya baraka. Mwenyezi Mungu awajalie afya njema ya mwili na roho na umri mwingine zaidi. Na kijana wao ajaliwe ufaulu mzuri. Kwa maombezi ya malaika wote na watakatifu wote, waongoze na mtakatifu katika kutenda na kuishi kwao. Imeombwa kwa familia moja. Tunaangalia pia na online, kumshukuru Mungu kwa baraka anazojalia. Tunamwombea Mungu ajalie wateja kwa kuhakikisha jambo lake. Na tunaungana na Mrs. Kubigira kwa gereza zake wapate wateja kutoka nyumba yao hapo Mbezi. Kwa maana tunawaombea raha nyingine kwa Mungu. Mziki kwa amani. Kwa kuombea wale wafanyakazi kwenda kwa afya yake apokee Mungu kwa Vincent Mara pamoja na Msaidizi yao. Ndugu zangu jamaa wote kwa Mungu. Tumwombe Mungu sana kama kadisha na muungania Mungu Mwenyezi. Na yeye kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana naomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Ee Mungu, unatufanya wapya kwa ufufuko wake Kristo, ili tupate uzima wa milele. Wape watu wako uthabiti katika imani na matumaini, ili tusiwe na mashaka kwamba zitatimizwa ahadi ulizoahidi. Kwa njia ya Bwana Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala naye katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amina. Somo la kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 14 aya ya 19 hadi 28. Wayahudi walifika toka Antiokia na Ikonio, wakawashawishi mafutano hata wakampiga kwa mawe Paulo, wakamburuta nje ya mji, wakidhani ya kuwa amekwisha kufa. Lakini wanafunzi walipokuwa wakimzunguka pande zote, akasimama, akaingia ndani ya mji, na siku ya pili yake akatoka, akaenda zake pamoja na Barnaba mpaka Derbe. Hata walipokwisha kuhubiri Injili katika mji ule na kupata wanafunzi wengi, wakarejea mpaka Listra na Ikonio na Antiokia, wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani, na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Na
walipokwisha kuwachagulia wazee katika kila kanisa na kuomba pamoja na kufunga, wakawaweka katika mikono ya Bwana waliyemwamini. Wakapita kati ya Pisidia wakaingia Pamfilia, na baada ya kuhubiri lile neno katika Perege, wakateremka mpaka Atalia, na kutoka huko wakaabiri kwenda Antiokia. Huko ndiko walikoombewa neema ya Mungu kwa ile kazi waliokwisha kutimiza. Hata walipofika wakalikutanisha kanisa, wakawaeleza mambo yote aliyoyafanya Mungu pamoja nao, na ya kwamba amewafungulia mataifa mlango wa imani. Wakaketi huko wakati usiokuwa mchache pamoja na wanafunzi. Neno la Bwana. Tumshukuru. Wimbo wa katikati. Watawajulisha watu matendo yake makuu na utukufu wa fahari wa zamani zote. Watawajulisha watu matendo yake makuu na utukufu wa fahari. Ee Bwana, kazi zako zote zitakushukuru, na wacha Mungu wako watakuhimidi. Wataunena utukufu wa ufalme wako na kuhadithia uweza wako, ili kuwajulisha watu matendo yake makuu na utukufu wa fahari ya ufalme wake. Watawajulisha watu matendo yake makuu na utukufu wa fahari wa zamani zote. Watawajulisha watu matendo yake makuu na utukufu wa fahari. Ufalme wako ni ufalme wa zamani zote, na mamlaka yako ni ya vizazi vyote. Watawajulisha watu matendo yake makuu na utukufu wa fahari wa zamani zote. Watawajulisha watu matendo yake makuu na utukufu wa fahari wa zamani zote. Kinywa changu kitazinena sifa za Bwana. Wote wenye mwili na walihimidi jina lake takatifu milele na milele. Watawajulisha watu matendo yake makuu na utukufu wa fahari wa zamani zote. Watawajulisha watu matendo yake makuu na utukufu wa fahari wa zamani zote. Shangilio. Ee Kristo, yu shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa na mkuu wa wafalme wa dunia. Haleluya. Bwana awe nanyi. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu wako, Ee
sura ya 14 mstari wa 27 hadi wa 31. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, amani na wachieni, amani yangu nawapa. Niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Mlisikia ya kwamba mimi naliwaambia, naenda zangu, tena naja kwenu. Kama mngalinipenda, mngalifurahi kwa sababu naenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Na sasa nimewaambia kabla hajatokea, kusudi litakapotokea mpate kuamini. Mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Lakini ulimwengu ujue ya kuwa nampenda Baba, na kama vile Baba alivyoniamuru, ndivyo nifanyavyo. Ondokeni, twende zetu. Hilo ndilo neno la Bwana. Sifa kwako, Ee Kristo. Ndugu wapendwa, leo ni siku kubwa ya kushangilia Yesu kufufuka. Ufufuko wake kugeuza hali ya maisha yetu na kutujalia matumaini ya kupata ushindi juu ya ubaya wote. Tumwombe tukisema: Utujalie kushirikishwa nguvu za uzima mpya wa ufufuko wa mwanao, kwa kumfuata katika maisha yetu ya kila siku. Ee Bwana, Tunakuomba utusikie. tusaidie tuonyeshe uzima huu mpya katika bidii yetu ya kushirikisha wenzetu furaha, upendo na matumaini yetu. Ee Bwana, Tunakuomba utusikie. tusaidie kufanya maisha yetu yawavutie wengine wamwelekee Kristo aliye chemchemi ya uzima mpya. Ee Bwana, Tunakuomba utusikie. tusaidie kukubali uzima, furaha ya mwanga wa Kristo kwa kushiriki tena maisha ya dhambi. Ee Bwana, Tunakuomba utusikie. ututie moyo wa kushuhudia Ukristo wetu kwa matendo yetu. Ee Bwana, Tunakuomba utusikie. uwakaribishe marehemu wetu kwenye furaha za ufufuko huko mbinguni. Ee Bwana, Tunakuomba utusikie. Ee Mungu Mwenyezi, uliyetukuka katika tendo la ajabu na kufufua mwanao katika wafu, upokee maombi yetu kwa jina la Yesu Kristo aliyefufuka na kuingia katika utukufu wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Thank you.
Mungu ili sadaka yako ikubaliwe na Mungu Baba mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake na kwa manufaa yetu sisi na ya kanisa lake lote takatifu. Ee Bwana, tunakuomba upokee kibali katika kanisa lako linalofanya shangwe na wale waliowafanya wafurahi sana sasa, uwajalie pia katika furaha kwa njia ya Kristo Bwana. Amina. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Inueni mikono. Tumeinua kwa Bwana. Mshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na kuleta wokovu, kutukuza kila wakati Ee Bwana, lakini hasa wakati huu kutangaza utukufu wako, kwa kuwa Kristo Pasaka wetu ametolewa sadaka. Yeye ndiye mwana-kondoo wa kweli aliyeondoa dhambi za ulimwengu. Yeye ndiye aliyeangamiza mauti kwa kufa kwake, na alitengeneza upya uzima kwa kufufuka kwake. Kwa sababu katika upeo wa furaha ya Pasaka ulimwengu mzima utashangilia, lakini pia mbinguni na majeshi ya malaika wanaimba utenzi wa utukufu wako wakisema hivi: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Ee Bwana, kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba utakatifuze kwetu kwa nguvu ya Roho yako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu. Yeye alitolewa na kuingia bayani kwa mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fungo la imani. Ee Bwana, natangaza kifo chako na kutukuza ufufuko wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Ee Bwana, unapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao,
tunaondolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunamshukuru kwa kuwa unastahiliisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunasihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanye na Roho Mtakatifu tupate kuwa ya Mungu. Ee Bwana, ulikuje kanisa lako na kuenea kote duniani, ulikamilishe katika mapendo pamoja na Roho Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu mkuu Juda Tadeus Kiwangiti na askofu msaidizi Henry Chamuni na wapendwa wakumbuke pia ndugu zetu marehemu na wapea kwa malaika Patricia Mkwela katika mkuu na Simon na wapea katika malaika waliofariki dunia watu na marehemu wote waliofariki dunia kwa maana kwa kutukuza wao na kuomba kwa sisi sote ili pamoja na Maria tutamwomba mama wa Mungu na tuwezeshe mume wake kutukuza mtume wewe takatifu kizito takatifu Gaspari kwa Maria na Kiasi mwenyewe hadi na mzuri baraka za Yesu watu wote wanaendeleza kukali tustahili kushiriki kwa yeye na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake wewe ni Baba mwenyezi katika mmoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amen. Kwa mtii alizo na Mwokozi wetu na kufuata mafundisho yake tunakumbuka kusema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Ee Bwana, tunakuomba uokoe katika mambo yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusibadilishwe na jambo lolote. Tunapotazamia milele na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia wako amani na wachieni amani yako nao, usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya salama. Upende kulijalia amani na umoja kama ilivyo mapenzi yako. Unaishi na kutawala milele na milele. Amina. Amina ya Bwana. Wapendwa wa Kristo, tuweze zawadi ya amani kwa Yesu.
Tazama, mwana wa Mungu, tazama auaye dhambi za ulimwengu, ili awe Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu, na roho yangu itapona. Roho ya Kristo ilitakasa. Mwili wa Kristo uniokoe. Damu ya Kristo inifurahishe. Maji ya ubavu wake Kristo yanioshe. Mateso ya Kristo nguvu yanizidishie. Ee Yesu mwema, unisikilize. Katika madonda yako unifiche. Usikubali nitengwe nawe, na adui mwovu unikinge. Saa ya kufa kwangu uniite, uniamuru kwako nije. Pamoja na watakatifu wako nikutukuze milele na milele. Amina.
Ikiwa kufa pamoja na Kristo, tuamini kuwa tutaishi pamoja naye. Haleluya. Tuombe. Ee Bwana, tunakuomba tuangalie kwa wema wako, nao uliowatenda wafanya wapya mfumo milele. Wajalie wafikie ufufuko usioharibika wa mbinguni, itakayotukuzwa kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kristo Tumaini letu. mzangu wapendwa, katika msalani siku ya leo tunatakisha jina lako kwa ambao tunafanya tunataka mali zetu moya tunashirika na damu takatifu ya Yesu. Tunatoka kwa moyo hivyo kwa moyo jipya iko kwa njia ya Mungu kwa kusaidia na wanafunzi wa masomo ya kuishi ya Mungu. Tunataka kwa leo tunataka kuongelea na wengine wote ambao wanataka idara. Mwendelee kufanya hofu ya Mungu. Mwendelee na hiyo kuna sisi kama katika kanisa moja kama wewe na hapa ndio watu. Kijana wa kusema Bwana awe Nawe mwako na awabariki na kuwalinda kwa Yesu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Misa imekwisha. Nendeni na amani. Tumshukuru. Bye.